yetu inakuwa salama. Na leo ni siku ambako kwa jioni watoto wetu ambao ni viongozi wa baadaye wamejaa tele hapa, mabibi na mabwana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Amani ya Bwana iwe juu yenu. Nawe pia. Amani ya Bwana iwe juu yenu. Nawe pia. Asanteni sana. Ndugu zangu Wanamvuleni, ndugu zangu Wanakijiweni, kwa kuwa tumekuja kwa kazi kubwa moja tu, nataka nianze kwa kufanya hiyo kazi ambayo imetuleta hapa. Kazi hiyo si nyingine bali ni kazi ya kuwaombea kura viongozi wakuu watatu. Viongozi wakuu watatu nikiwa na maana kwamba hawa ndio wanaosukuma gurudumu la maendeleo katika nchi yetu. Kuna ngazi ya taifa, kuna ngazi ya jimbo na kuna ngazi ya halmashauri. Na viongozi hao ni Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye kiongozi wa taifa. Kuna mbunge au wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwemo Salma Rashid Kikwete, mbunge wa jimbo la Mchinga. Na kuna madiwani wa nchi nzima, miongoni mwao akiwemo ndugu Yahya Omari ambaye anatoka katika kata ya Mvuleni. CCM oye! Oye! Sasa hawa ndio ambao tumekuja kuwaombea kura. Na tunakuja kuomba kura kwa sababu maalum. Taifa letu la Tanzania linaendeshwa kwa katiba ya nchi na sheria. Na katiba hii ya nchi inataka kila baada ya miaka hii mitano tunafanya uchaguzi ndani ya nchi yetu. CCM oye! Huyu ndiye Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hapa kuna picha ya daktari na picha ya nani? Ya mbunge wa jimbo la Mchinga. Sasa ninawaomba ndugu Wanamvuleni, ndugu Wanakijiweni, na ninapoomba hizi kura siombi kwa ajili ya wanachama wa CCM pekee. Na waomba wana CCM na wasiokuwa wana CCM, kwa sababu mkutano huu ni mkutano wa watu wote. CCM oye! Kwa hiyo hata wasiokuwa wana CCM waliopo huko wamekaa au wanaotusikiliza, naomba wachague CCM, kwa sababu CCM ni chama bora kuliko chama kingine chochote katika taifa letu la Tanzania. CCM oye! Chama hiki kimefanya mambo mengi makubwa. Ukienda kwenye afya, ukienda kwenye elimu, ukienda kwenye maji, ukienda kwenye miundombinu ya barabara, ukienda kwenye mawasiliano, chama hiki kimefanya kila jambo, kuanzia ngazi ya wilaya, kata, vijiji mpaka kwenye vitongoji. Na ninyi wenyewe ndio mashuhuda wa kazi hiyo iliyofanyika katika jimbo letu na katika kata yetu na katika vitongoji vyetu. Nani kama CCM? Hakuna ambaye anafanana na CCM. Tumejenga shule, tumejenga zahanati, tumeboresha barabara, tumehakikisha miundombinu ya mawasiliano inaboreka,
tumehakikisha ya kwamba watu wanalima na pembejeo wanazipata kwa wakati. Halikadhalika tumehakikisha hata pale kwenye mazingira ya wanyama waharibifu tumetengeneza mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba wanyama waharibifu kama ndovu wanadhibitiwa. CCM oye! Nani kama CCM? Lakini kuna watu wengine wanakuja wanaleta propaganda, na propaganda zenyewe sio propaganda mara zote ni vitu ambavyo haviko na usahihi. Ni vitu ambavyo havina ukweli ambao unaweza ukauthibitisha. Leo niambie, nikikwambia umeme tumeleta, si ule pale nguzo unaiona? Ule pale ni uongo. Nikikwambia barabara ya zamani hii haikuwa hivi. Ilikuwa barabara huwezi kufika kutoka Mchingawani mpaka huku Kijiweni. Ilikuwa tabu na shida tupu, lakini tumejenga hii barabara katika vipindi tofauti. Sasa mtu akiamua kuja Kijiweni hatumii masaa zaidi ya 7. Anatumia masaa machache, anafika Kijiweni, anaenda baharini, ananunua samaki wake na anatoka hapa anakwenda mjini kuwauza. Nani kama CCM? Nani kama CCM? Tumpe kura Samia, tumpe kura. Tumpe kura Samia, tumpe kura. Ndio tuongoze taifa letu. Riwaya sasa umebadilika. Ulikuwa mdogo mama, riwaya sasa umebadilika. Tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 munichague mimi niendelee kuwa mbunge wenu. Kwa nini munichague? Ili niweze kusukuma maendeleo ya jimbo letu la Mchinga. Pale ambapo tumebakiza tukamalizie na tufanye mengine makubwa zaidi ya yale ambayo tumeyafanya katika kipindi cha mwaka 2025. CCM oye! Sasa kabla ya kutaka kuyasema haya hapa ambayo yote kwa ufupi nimeyasema, ninamwomba Jumu Ndonde aje hapa aombe kura kwa Mheshimiwa Rais, aombe kura kwa Mheshimiwa Yahaya, na aombe kura kwa Mheshimiwa au kwangu mimi Salma Rashid Kikwete. Si mnamfahamu Jumu Ndondi? Jumu Ndondi ni mtoto wenu, ni mjukuu wenu, ni shangazi yenu, ni wifi yenu, ni mwenenu. Tumefanya kazi nzuri sana katika kipindi cha mwaka 2025. CCM oye! Sasa katika mazingira ya kawaida tunaingia kwenye uchaguzi. Tukishaingia kwenye uchaguzi, kuna wengine kura zinatosha, wengine kura hazitoshi. Lakini tunapoingia kule wote tunakuwa ni washindi, lakini anatafutwa mshindi zaidi. Sasa katika harakati hizo, ye kura zake kidogo zilipungua, mwingine zikafanya nini? Zikazidi. Lakini tukimaliza uchaguzi wote munakuwa na kundi moja, kundi la CCM oye! Kijiweni oye! Haya, Mheshimiwa Jumu Ndondi, uwanja ni wako. Nakupa dakika chache uombe kura kwa mwanao, uombe kura kwa mgumie, uombe kura kwa Mheshimiwa Rais. Karibu mama. Asante. CCM oye! Kijiweni oye! Kata ya Mvuleni oye!
wakina mama moto moto. Moto moto. Kwanza awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu, na kushukuru mwenyekiti wa kikao hiki, na kushukuru mwenyekiti wa kata, lakini namshukuru mheshimiwa mbunge anaosubiri muda wake wa kuapishwa. Namshukuru diwani wangu wa kata ya Mvuleni, nampenda sana. CCM oye! Kwanza namshukuru mheshimiwa mbunge, kama alivyosema kula zangu mimi hazikutosha, lakini mpaka sasa hivi najisabia mimi mheshimiwa diwani. CCM oye! Sasa naomba kwa heshima na taazima, wana Kijiweni musimame mstari mmoja tarehe 29 asubuhi, tuamke tukapige kula 3. Ya kwanza rais wetu Dr. Samia, wa pili Mama Salma Rashid Kikwete, huyu hapa, si ndio Mimi hapa mimi. Watatu diwani wetu wa kata ya Mvuleni, si ndio Tusifanye makosa. Mgonjwa tumeambizana itachukua pikipiki ya chama, tutatia mafuta, atakwenda kuchukuliwa, apige kula. Mambo mengine yaendelee. Lakini ninakuombeni kwa heshima tena na taazima, tusiharibu kula. ST juzo wamekuja hapa. Wampata watu wangapi? 5. Si ndio Sasa CCM tumejipanga, na mheshimiwa mbunge na kuhakikishia hautakosa kula. Utapewa za kutosha, na hapa wewe ujiamini kama ni nyumbani kwako na umefanya kazi na wananchi hawa muda wa miaka 5. CCM oye! Lakini nakuombeni tena tusifanye makosa. Tulimchagua Yahaya Omari, si ndio muda wa miaka mingapi? 5. Aliyoyafanya mmeaona nikishirikiana na Jumu Ndoni, ni mtoto wenu, ni mlezi wenu wa kijiji cha Kijiweni. Ikifika muda kama tulimpa kula za kutosha kwenye kula za maoni, tumpe kula za kutosha tarehe 29 diwani wetu wa kata ya Mvuleni. Tusidanganyike, tusiongopwe. Yahaya kijiji cha Kijiweni wanakupenda sana, na kula utapata. CCM oye! CCM oye! Asante sana mama. Asante. Na kupongeza. Kata ya Mvuleni kwa kipindi cha mwaka 2020-2025 imepata jumla ya shilingi bilioni 2.6 kwa mchanganuo ufuatao au kama ifuatavyo. Kuhusu miradi ya maendeleo. Miradi ya maendeleo tunayo ifuatayo: miundombinu elimu, lakini nitaanza na miundombinu. Tumefanikisha kuimarisha miundombinu ya barabara kilomita 36 kutoka Mchingawani mpaka Kijiweni. Zaidi ya milioni 768 zimetumika kuimarisha barabara hii kwa awamu tofauti. CCM oye! Namba 2. Kwa awamu 2 tofauti tumefanikisha kuimarisha miundombinu ya barabara ya Mvuleni Kitomanga kwa kufanya ukarabati uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 700. Kuhusiana na swala zima la elimu, katika kipindi cha miaka 5 tumefanya maboresho makubwa katika sekta ya elimu, hasa katika shule zetu za msingi na za sekondari. 1. Tumefanikisha ujenzi na ukarabati wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo vya ubora kabisa katika shule za msingi, hasa hii ya Kijiweni na ile ya Mvuleni. CCM oye! Oye! Tumefanikisha ujenzi na ukarabati wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya sekondari ya Mvuleni, kwa sababu watoto wakitoka hapa msingi wanaelekea wapi? Mvuleni sekondari. Kila kata sasa hivi ina shule ya sekondari. CCM oye! Pamoja na hayo, serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 270 kuimarisha miundombinu ya elimu katika shule ya msingi na sekondari katika kata ya Mvuleni. Kuhusiana na swala la afya,
Tumefanikisha kujenga kituo cha afya kipya ambacho hata mheshimiwa diwani hapa ametueleza. Si kingine bali ni kituo cha afya kilichopo Mvuleni ambacho kimegharimu zaidi ya shilingi milioni 500. Kuimarisha ujenzi wake au kukamilisha ujenzi wake. Namba 2. Tumefanikisha kuleta gari la wagonjwa. Lakini wakati mwingine wanasema gari la wagonjwa hili linatoka linakwenda huku, linakwenda kule. Je, sasa hivi linatoka au bado lipo? Kata ya Mvuleni kwa kipindi cha mwaka 2020-2025 imepata jumla ya shilingi bilioni 2.6 kwa mchanganuo ufuatao au kama ifuatavyo. Kuhusu miradi ya maendeleo. Miradi ya maendeleo tunayo ifuatayo. Miundombinu elimu, lakini nitaanza na miundombinu. Tumefanikisha kuimarisha miundombinu ya barabara kilomita 36 kutoka Mchingawani mpaka Kijiweni. Zaidi ya milioni 768 zimetumika kuimarisha barabara hii kwa awamu tofauti. CCM oye! Namba 2. Kwa awamu 2 tofauti tumefanikisha kuimarisha miundombinu ya barabara ya Mvuleni Kitomanga kwa kufanya ukarabati uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 700. Kuhusiana na swala zima la elimu, katika kipindi cha miaka 5 tumefanya maboresho makubwa katika sekta ya elimu, hasa katika shule zetu za msingi na za sekondari. 1. Tumefanikisha ujenzi na ukarabati wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo vya ubora kabisa katika shule za msingi, hasa hii ya Kijiweni na ile ya Mvuleni. CCM oye! Oye! Tumefanikisha ujenzi na ukarabati wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya sekondari ya Mvuleni. Kwa sababu watoto wakitoka hapa msingi wanaelekea wapi? Mvuleni sekondari. Kila kata sasa hivi ina shule ya sekondari. CCM oye! Pamoja na hayo, serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 270 kuimarisha miundombinu ya elimu katika shule ya msingi na sekondari katika kata ya Mvuleni. Kuhusiana na swala la afya, tumefanikisha kujenga kituo cha afya kipya ambacho hata mheshimiwa diwani hapa ametueleza. Si kingine bali ni kituo cha afya kilichopo Mvuleni ambacho kimegharimu zaidi ya shilingi milioni 500. CCM oye! Kituo cha afya cha Mvuleni chenye thamani ya shilingi milioni 173. Tumefanikisha kuboresha huduma afya katika kijiji cha Kijiweni kwa kufanya ukarabati wa zahanati ya kijiji Kijiweni kwa kupitia pesa za mfuko wa jimbo. Mmeiona zahanati ilivyobadilika au iko vile vile kama mwanzo? Mbona hamsema akina mama? Hamuioni? Ni doba. Inamesamesa CCM oye! Ukisikia kumesamesa maana yake wengine hapa wametokea huko kumesa maana yake inang'ara, ndio kumesa huko. Kilimo na uvuvi. Tunatambua kuwa 90% ya wanamchinga ni wakulima, na baadhi yao hasa ukanda wa pwani wanajishughulisha na suala la uvuvi. Serikali imehakikisha inaendelea kuboresha sekta hii kwa kufanya mambo yafuatayo. Yako kama 4. Kusimamia upatikanaji wa pembejeo, hii ni katika kilimo cha zao la korosho. Na kweli zao la korosho limeboreka, hata bei za korosho zimepanda kutoka pale lipo mpaka kilo 1 kufikia shilingi 1400. Nani kama Mama Samia? Kuajiri wataalamu, yani maafisa kilimo kwa ajili ya zao la korosho. Kusimamia maslahi ya wakulima, bei ya zao la korosho na ufuta. 4. Tumefanikisha kupata boti ya uvuvi kwa kikundi cha wajasiriamali chenye thamani au hiyo boti yenye thamani ya shilingi milioni 37. CCM oye!
swala zima la umeme na mawasiliano. Tumefanikiwa kufanya maboresho makubwa katika eneo hili la huduma ya nishati ya umeme na mawasiliano. Nini kilichofanyika? Tumehakikisha umeme unafika katika vitongoji vyote vya kata ya Mvuleni, na hata vitongoji ambavyo bado haujawashwa basi mkandarasi yuko kazini. Lakini kikubwa zaidi kwenye suala hili la umeme, wakati wengine vitongojini haujafika, lakini kwenye jimbo letu la Mchinga karibu vitongoji vyote vimefikiwa na umeme. Vitongoji vyetu katika jimbo la Mchinga ni 236, lakini ni vitongoji 36 tu pekee ndivyo havijafikiwa. CCM oye! Lakini jambo zuri na lenye faraja, na hili lipo ndani ya ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Ndio ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ilani hii inaelezea ndani ya mambo yote. Lakini haka kadogodogo, haka kadogodogo kanaelezea mambo ambayo yanapatikana kwenye kata tu. Sasa kwenye hili namba 58 inatuambia ya kwamba kutoka Mchinga 2. Tena hebu niwasomee msikie kabisa nyinyi wenyewe. CCM oye! Namba 58, kufunga taa za barabarani kilomita 150 katika maeneo ya Mchinga, Kijiweni, Mvuleni, Kilola hadi Kilola Mbwani. Kilola Mbwani si ndio hapa? Au sio? Hapa Kijiweni, Kilola Mbwani. Sawa, zitafungwa Mchinga, Kijiweni. Si nimetaja, si ndio hapa? Kwa hiyo hii barabara yote mpaka hapa barabara yote itakuwa na taa za barabarani kama ilivyokuwa Dar es Salaam au Lindi pale mjini. Mambo safi sio safi? Na yakisaandikwa humu ni kazi yake utekelezaji tu. Kwa hiyo tutakuwa tunatembea usiku na mchana. Wafanyabiashara watakuwa wanatembea usiku na mchana. CCM oye! Oye!